Masomo ni kiungo muhimu kwa mwanadamu yeyote yule. Na tangu serikali ilipoweka kipaumbele suala la elimu na kulifanya kuwa la lazima, tumeshuhudia watoto wengi wakijiunga katika shule. Lakini pia, upi umri sawa kwa watoto kuanza kujiunga na shule, hususan shule ya chekechea? Ni masomo yapi yale ambayo ni muhimu sana kwa watoto hawa wadogo? Na ni wakati gani muhimu ama bora kwa watoto hawa kwenda kuhudhuria masomo? Childlife tulifunga safari na kutembelea shule ya Infield Academy katika mtaa wa Comarox jijini Nairobi. Na hapa basi tulipata kuelewa umuhimu wa msingi bora wa elimu kwa mtoto na pia yale ambao wanafanya tofauti katika shule hii ili kuwapa wanafunzi wao mwanzo mwema katika masomo na kukuza vipaji tofauti. Tulianza mahojiano yetu na mwalimu anayesimamia shule ya chekechea Bi Rebecca Njoroge. Nimekaa hapa miaka 18. Nilianza nikiwa msichana mdogo. Kwa hivyo ni kumaanisha hapa kuna mazuri. Tunaelimisha watoto, tukiwaelimisha pia sisi tunaelimika. Juu vile nilitoka college na sasa ni at least nimefaulu kwa njia mingi. Naesalea mtoto kuanza miaka 2, tumfunze vizuri mpaka akamilishe kitando pre-unit. Akitoka pre-unit at least tunakuanga tumewawezesha kusoma vizuri, how to explain themselves. So at least we have learned a lot for those years. Na kwako wewe, manake unasema umekuwa mwalimu hapa Infield Academy kwa miaka mingi. Kuna umuhimu wa watoto kuingia katika shule, katika masomo ya chekechea? Iko. Kwa sababu tunaona vile wanakujaga kutoka nyumbani, most of them hawajui how to keep themselves. Wengine hata kutumia vifaa kama choo hawawezi kutumia vizuri. Lakini vile wanakaa na walimu, kuna umuhimu walimu wanawatoa hapa kwa level, from level to a level. Wanaenda unawafunza kuketi, kutumia choo vizuri, kunawa mikono. Zingine wazazi hawawezi wakiwa peke yao. Wengi wanaenda kazini, wanawatia watoto wasichana wa kazi. Kwa hivyo wakiwa na walimu inawaelimisha sana kushinda kukaa nyumbani. Na katika shule hii watoto wanaanzia kwenda shule wakiwa na miaka mingapi? Sana tunapenda miaka 3, hata kama kuna wale wanakujaga na miaka 2, lakini miaka 3 at least ni watu watashika kalamu, mikono yao imepata nguvu. Kwa hivyo wakati tukiwapatia kazi sana hawaandikangi. Tunawaleta kwa michezo kuongea. Kuna ile kitu tunaitanga plasticine, tena kuna hii scribbling ile tulikuwa tunaanza kitambo, hata wewe najua unaifahamu. Tulianzia hapo kila mtu. Kwa hivyo tunapata at least wakikunja sana si masomo, ni ile tu kuexpress na kukaa na watu, sasa wanajiunga vizuri. Pia kuna wale wazazi ambao wanaanzisha watoto wao shule mapema hata kabla hiyo miaka 3, pengine wanaanza miaka 2. Kuna athari yoyote mtoto akianza mapema kama hiyo miaka 2, na sijui itakuwaje vipi katika masomo yake? Miaka 2 si vizuri. Kwa sababu kuna ile unaona kukaa na wazazi vizuri nyumbani inaletanga umoja. Lakini wakati mtoto ametoka kwa mzazi mapema, kuna ile hawawezi kupelekana vizuri. Lakini kama mimi ni mzazi, ningefuatilia miaka 3. At least miaka 3 ni mtu atafuata maagizo, ni mtu anasikia, ni mtu atajua kuongea. Miaka 2 si wote wanaweza ongea. Kwa hivyo itakuwa ngumu kwa mwalimu kujua mahitaji ya mtoto vizuri. Pengine kuna wale ambao wanaanza shule kuchelewa. Maoni yako kuhusiana na hiyo? Akichelewa kidogo italingana na the ability ya mtoto. Anaweza kuwa amechelewa, lakini akiingia kwa shuleni ability yake iko sawa. Kwa hivyo italingana amechelewa kwa nini. Kuna wengine wanachelewa labda wamehama kutoka hapa tu pale. Kwa hivyo mtoto hajapata time nzuri ya kujiunga na shule. Lakini kuna wale tena wanakaa nyumbani wakiwa na shida tofauti. Mzazi akijua mtoto wake haongei, anamweka mpaka aongee. Sasa watoto kama hao, hata wao kuingia shule kama hii wanakuanga na tatizo kubwa sana. Hata mtoto akikuja na miaka imepita ya kiwango cha chekechea, tunajiulizanga kwa nini kwanza. Kwa hivyo mzazi afanye vipi? Kama ulivyosema, kama mtoto haongei amlete hivyo pengine itamsaidia.
anaweza mleta hivyo juu mwalimu akiwa na yeye atajua shinda iko wapi na tunaweza wasaidia. Tuangalie sasa swala jingine, manake wewe ni mwalimu katika shule ya chekechea, yani kindergarten. Wakati mzuri wa kuanza kumleta mtoto shuleni, asubuhi anapokuja shuleni, anafaa kuamka saa ngapi? Anafaa kufika shuleni saa ngapi? Kama unavyojua mtoto anafaa lale atosheke na usingizi. Mtoto asipolala vizuri hatajiweza, hata kwa klasi hawezi akafuata juu usingizi utamlemea. Sasa mimi kama ni mimi wazazi tu ningesema watoto walale watosheke. Mtoto amke mapema 6:30 ama saa 1, saa 2 aingie darasani. Na kabla aje shuleni pale nyumbani, kama pengine mzazi yuko ama hayuko, mtoto kabla aje shuleni anafaa awe amefanya mambo gani pale nyumbani? Ni mambo mengi, kwa sababu ni lazima kwanza aoshwe, alishwe vizuri, then wamweke awe na furaha. Mtoto akitoka kwa nyumba anafaa afurahishwe vile vilivyo. Mwalimu akikuja kumpokea hana hiyo ati kusikia kuna mtu amemkosea. Asubuhi ni nzuri sana, na ndio tumeanza kama sisi tuko na Happy Melodies. Wakifika hapa ni lazima tuwafurahishe kabla hatujaanza kazi ya asubuhi. Wanapokuja sasa shuleni, kuna mambo mengi ambayo wanafanya katika shule. Tueleze tu katika ratiba katika kindergarten, wakifika baada ya Happy Melodies the rest of the day inakuwaje? Tunaanza na Happy Melodies. Tukitoka Happy Melodies we take them to the toilet. From there we go for the reading of the charts in the class to remind them what we have covered all through the week. Sana ile siku ilikuwa mbele hapo kidogo tunawakumbusha. Then kutoka hapo kuna wale wanatumiaga kalamu kama nursery na pre-unit. Then baby class wataimba tu nyimbo chache kidogo. Then kuna zile watasoma sana kwa ukuta juu au tunatakaga wajue orally. Then kutoka hapo tutatoka tukunywe chai, tucheze michezo kidogo, tutarudi darasani, tuimbe kidogo juu ya vile tu ni lazima tuwa welcome kwa darasa tena, wajue sasa wametoka nje. Tunaweza wapatia hadithi, tunaweza wapatia poem. Then kutoka hapo tutaingia kwa somo lenyewe. Tukimaliza somo tunasomaga masomo 3 asubuhi yenyewe. Then kutoka hapo tunakula lunch kizuri sana. Kutoka hapo tutatoka creativity arts. On Wednesdays tunakuanga na games, lakini Tuesday, Monday, Wednesday we have different activities. Na ukizungumzia activities, extracurricular activities, tumeona kuna nyingi tu sana ambazo watoto wanashiriki katika hii shule. Umuhimu wa extracurricular activities kwa watoto sana wa shule ya chekechea. Hizo by the way zimetusaidia, tumejua talented children. Without those we cannot know. Ukienda kama ni kwa mchezo ya kukimbia ama kucheza volleyball ama nini, ndio utaona huyu mtoto ako na hiyo ability. Kwa hivyo tunampatia hiyo chance ya talent yake. Kuna wengine kama ni kuchora, wakati tunachora utapata huyu mtoto anachora vizuri sana, kwa hivyo tunajua ako talented. Then kuna time tunasomanga newspapers, kuna mtu ako fluent kulingana na kiwango cha masomo yake. Unapata mtoto ako fluent, hata utapata ako na mambo mingi ya gazeti hata wewe mwenyewe huyajui, mambo ya politics. Kwa hivyo tunawalan sana. Na baada sasa wamemaliza masomo, wameondoka, wanaenda nyumbani. Wanapofika nyumbani, ushauri wako kwa mzazi pale nyumbani, mtoto wake anapofika nyumbani anafaa afanye vipi? Sana tunawaambianga kwanza wawalishe vizuri, waonge, wapumzike hiyo kazi ya hiyo siku. Kutoka hapo wanaweza wapatia wafanye homework. Tena tunawaahidi wakule mapema, walale mapema. Na katika environment ya manake shuleni nyinyi walimu mpo mnaangalia development ya huyu mtoto anapokuwa shuleni, lakini pale nyumbani umuhimu wa kuwa na mazingira mazuri kati ya huyu mtoto na wazazi wake inamsaidia vipi kwa huyu mtoto kwa masomo yake? Inasaidianga sana. Kwanza zile familia zimeshikana vizuri, bibi na bwana, unapata hao watoto wanasomanga vizuri. Lakini kukiwa na mfulugo kwa nyumba, hiyo mfulugo inaletanga mpaka kwa mtoto shuleni. Sasa unapata mtoto huyo hata kama alikuwa mzuri anaanza kubadilika kimasomo, lakini kama nyumbani ni kuzuri, mtoto kwa masomo yake inaendeleanga vizuri. Kwa hivyo tunawahimiza at least wakiwa na wao watoto nyumbani, at least wanawalinda vizuri, wanawaweka wakiwa na hiyo furaha, na wanawaambia kwa nini wanaenda kusoma. Wengine wanajiwanga tukienda shule tutasoma ama tutafanya hivi. Sana anawaambia ukienda shule sikiza kile mwalimu anawaambia juu kutoka hapo hiyo ndio msingi. Na muhimu hiyo positive attitude ya mzazi kwa mtoto wake. Positive
positivity inakuja. Unajua ukiambia mtoto from the word go, kuna teacher, kuna pilot. Kwa hivyo watakuwa na kuuliza pilot ni nani, so watakuwa wanajikaza wakitaka kujua. Hata ukiwauliza sasa unauliza what do you want to become, watakwambia I want to be a pilot that they don't know. But ukimweka kitu kama hicho kwa roho kwa akili yake, anajikaza juu anataka kuwa pilot. Kwa hivyo ni vizuri hata wazazi wenyewe wanawaonyesha ile kazi, umuhimu wa kazi na maisha yao mnumawe. Sasa tumezunguka, tumeangalia katika shule yenu kuna mambo mengi tofauti. Naona mko digital sana na masuala ya kompyuta na vitu vingine. Tuelezee umuhimu wa watoto kwanza kujifunza mambo haya digital mapema. Hata sasa hivi kila kitu kiko digitali. Hata wewe uko digitali. Tukisoma ama tukilelewa hatukuwa na hizi masimu ama nini, lakini sasa hivi sana ni kila mtu awe digital. Kama sasa hivi mtoto hata ukimtumia message kama ni mzazi unataka kuongea na yeye ataongea. Sasa tumewafunza kutumia computer. First we start with the parts of the computer for them, then we show them how to work with them, so that at least in the future they can know how they can work out with them. So at least zimewasaidia sana. Hata kuandika unapata, hata kama ni kuchora nyumba wanachora na wanainame na computer. Vile tumeona at least hata wao wanafurahia na wanasikia hata wao ni digitali. Haya, na pia vile tumepata nafasi, tumezunguka, tumeona chakula kizuri ambacho watoto wanakula hapa katika shule. Umuhimu wa nutrition ama chakula kizuri kwa huyu mtoto. Maladhi sana. Tunaangalianga kile wanakula juu kila wakati vile ukikula vizuri afya yako iko salama. Sasa unaona vile tunawapatia, tunahakikisha it is balanced diet kila siku. Kwa sababu tunataka at least hata wado hatunaga obesity hapa juu tunaangaliaga chakula vizuri. Tunaangalia vizuri. Sasa tunapomalizia, ushauri wako kwa mzazi yule ambaye ana mtoto wa chekechea, pengine ndo anaanza shule, ungemwambia aangalie nini anapotafuta shule ya mtoto wake kupeleka pengine katika shule fulani? Angalie mambo gani katika ile shule? Aangalie kwanza usafi, quality education, qualified teachers na mengineyo. Mwalimu Concepta Ambani ambaye ni mwanzilishi wa Happy Melodies katika shule hii ya Infield Academy akatupa maelezo zaidi. Nimekuwa shule hii kwa muda wa miaka 7 sasa. Na kabla sijakuwa mwalimu, pengine ningependa kuambia watu nilikuwa upande wa hospitali, career in lab technology, but sikutosheka, sikupata ile kuridhika. Nikaamua sasa nitafute kile kinachonipendeza na mimi sana ni pale watoto wako. Ndio sasa nika change careers to be a kindergarten teacher. Na kuwa mwalimu wa shule ya chekechea bila shaka kunakuwa na changamoto zake. Ni zipi changamoto zenyewe? Nyingi sana, kwa sababu mara ya kwanza nilijiuliza maswali mengi sana. Kwa nini nilibadilisha? Watoto wanakuja hajui kutumia choo, hawajui kuongea, mtu anakuita teacher amekuacha hapo. Sasa wewe unabaki ukiangalia ni nini, mwingine hata akwambie amejichafua, pupulia, lakini ni ile talent ilikuwa ndani yangu mimi, ile kupenda watoto. Nikaamua hii ni kazi nitaifanya. Sasa hizo ndio challenges. Wanakuja hawajui chochote. Sasa ni wewe ndio wa mold, uoneshe njia. Mtu anakuja hajui kushika kalamu, lakini mkiagana mwaka ukiisha anakuandikia vizuri. Na mzazi kwake, manake ulivyosema watoto wanakuja hawajui chochote, kunakuwa na changamoto nyingi. Mzazi mwenye mtoto ambaye yuko katika shule ya chekechea anaweza kuwasaidia nyinyi vipi ndio msiwe na wakati mgumu kuwafunza hawa wanafunzi? Nadhani kwa sababu shuleni, hasa mimi nitaongea upande wa choo. Shuleni hatuna vile vitu tunaziita poti nyumbani. Sasa ukiona mtoto wako ameanza kuja shule, na wewe pia mfunze kutumia choo. Manake mara nyingi si ati hawajui, watakwambia ndio nataka kujisaidia. Lakini ukimpeleka chooni akaona ni ile shimo ya kawaida ile nyeupe, haielewi, yeye amezoea kuketi. Sasa angalau akienda nyumbani awafundishe pia. Sasa mtoto akianza shule hakuna tena kukalia poti. Sasa umetuambia umekuwa mwalimu hapa kwa miaka mingi na kuna kitu ambacho ulianzisha hapa Infield Academy. Tueleze ni nini? Nilianzisha program inajiita Happy Melodies.
na ni jina tulitafuta wengi, tulite jina gani hatukupata. Wajua vile wazungu wanasema all work without play makes Jack a dull boy. So sisi tukaona kwa nini tukaituma darasani, na vipaji ukuzwa vikiwa bado wachanga. Sasa tukaanzia hapo, mimi nikaangalia nikasema hapana, hebu tuanze hii program ambayo itasaidia watoto angalau pia waweze kujua kujiexpress, kujua kuongea vizuri, fluency. Vile unajua si darasani tu kila kitu, talanta ziko nyingi. Sasa ndo tukaanzisha hiyo Happy Melodies angalau kukuza hizo talanta. Na katika Happy Melodies ni kitu gani ambacho kinaendelea pale? Sana sana tunaangalia upande wa music, kuimba. Tunaangalia upande wa kusema mashairi na hasa solo verses, ndio upatie mtoto ile courage ya kusimama na kuongea mwenyewe peke yake. Pia tuko na programs zingine za kusoma magazeti, na tunashukuru sana watu wa Nation kwa sababu kuna ile corner inaitwa Children's Corner. Unapata activities nyingi sana kama puzzles, short stories, coloring. Sasa inachukua all ages. Kwa sababu kiniletea hiyo Children's Corner nitaangalia kuna ule mtoto wa miaka 3 atakala tu. Kuna ule wa pre-unit miaka 4, 5, kuna hiyo short story atasoma. Yule wa nursery kuna zile puzzles kujaza ile kutoa picha, unajaza join the dots to reveal the picture. Sasa hapo angalau kuna paka hiyo. Ndio tunaona sasa si kuimba peke yake, si kusema mashairi peke yake, lakini kuna ile kipaji cha ile skill ya kusoma. Unapatia mtoto pia hiyo fursa ajiweze kujielezea hapo. Sasa Happy Melodies mnaifanya saa ngapi katika siku wakati watoto wanapokuja shuleni? Tunaianzia asubuhi. Ndio kama mtu alitoka kwao, kama alipigana na mamake na vita vya kula na nini, sasa akikuja pale angalau yapata ile, hatuingii tu darasani anza kuandika, hapana. Happy Melodies wa asubuhi kuanzia kitu 2:00 mpaka 2:30 ama 1:00 mpaka 2:00 hivi, alafu tunarudi darasani. Na unaona tangu ulipoanzisha hiyo Happy Melodies imebadilisha vipi watoto hawa wa shule chekechea? Imewapatia ile utaniruhusu niseme wa kizungu tena, confidence. Utapata hata mtoto atasimama mbele ya mzazi anamwambia shairi mbele ya bila hata mwalimu kuwa karibu. Unaona pia nyumbani tunapigiwa simu na wazazi ati leo nimenyang'anywa gazeti. Sasa mambo kama unaona mtoto anaweza kujisimamia mwenyewe, anaweza fanya mambo bila kufuatiliwa. Mpaka darasani, si tu hapo peke yake, kwa sababu darasani ukishafunza unampa kitabu.